Asubuhi na mapema, kanisa la Winners Chapel Kakamega ilipata wageni wasio wa kawaida, maafisa wa polisi na baadhi ya wanahabari waliofika si kuhudhuria ibada ya Jumapili lakini kudumisha amani na utangamano. Hapa ndipo kiwiliwili cha mwana wa miaka 13 kilipatikana. Debora Achieng, mwanafunzi wa darasa la 7 katika shule ya msingi ya Bondeni. Huyu mtoto alikuwa ametungwa na mama yake asubuhi kwenda sabuni kwa kioski. Akitoka sabuni akuja avae uniform aende shule na bongo. Na ndio alipotea hivyo. Mama hakumaliza hata dakika 10 akamfuata. Akamtafuta hakupatikana. Nje umati wenye gamidha na hasira ukiwa na lengo la kuliteketeza lisalie majivu. Ila polisi waliokuwepo waliwazuia. Lakini gari hili likasalia na athari za hasira za wakazi waliovunja vioo vyake vyote. Waliofika kwenye ibada wakitafuta usalama wao. Babake Achieng, aliyejawa na huzuni, anasema walimtafuta na mkewe jana kutwa bila mafanikio, ndipo akaamua kupiga ripoti kwenye kituo cha polisi. Huko alifahamishwa asubiri kabla uchunguzi kuanzishwa. Hata hivyo yeye na majirani walianza kumtafuta hadi jua lilipotua. Jirani wangu mwingine akanipigia simu huko nyuma. Kaniuliza, baba Debora huko wapi? Nikamwambia niko tu hapa kwa nyumba. Kaniambia kichwa mtoto mwingine imepatikana hapa kando ya Winners Chapel. Sukuje. Lakini akaniambia tena na hata hivyo mama Debora pia kwa hapa na amesema ni mtoto wenyu. Na nikamuuliza na mwili, akaniambia mwili yuko pande. Sasa mimi nikakuja hapa nikakuta kaangalia mwili. Kitu cha kwanza tu kuona ni nguo yenye alivaa jana ni kudhibitisha niyo. Wakazi hapa wanasema kuwa visa hivi vimeongezeka na kutoa changamoto kwa vyombo vya usalama kuwalinda. Watoto wetu wanaibiwa. Huyu ni mtoto wa 3 akipatikana amekufa. Ameuawa, amefanyiwa unyama. Tunataka tupewe security hapa, tutafute kwa kila nyumba, kila doa na tujue ni nani anaishi hapa. Usimamizi wa kanisa hili ulikataa kuzungumzia tukio hili hadi tukienda mitamboni. Shisia Wasilwa, Nipashe Wikendi.